kama Wameti tumekuja na mkakati ufuatao kwa mwaka huu 2026. Namba moja, tuna kauli mbiu yetu uhamiaji kama vyombo vingine, nasema mjue jirani yako. Mjue jirani yako. Na hii tunaanza nayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wananchi kupitia kauli mbiu hii. Mjue jirani yako na pia uhamiaji kata. Mjue jirani yako. Mjue jirani yako, lengo ni kuwashirikisha wananchi. Kumshirikisha mwananchi katika ulinzi na usalama wa nchi yake. Lakini vile vile kuimarisha kitu tunaita uzalendo, wawe wazalendo au wageni tunaishi nao. Wanavyoona mgeni hawana taarifa naye vizuri, watoe taarifa. Ndio uzalendo kwa nchi. Na ndio kutoa taarifa kwa wageni katika mamlaka husika. Aidha uhamiaji ndio tunatoa namba, lakini vile vile kwenye kwa viongozi wao ngazi ya chini. Yeye ajione yeye ndio mlinzi namba moja wa nchi yake. Wananchi ajione ndio mlinzi namba moja wa nchi yake. Kwa kuzingatia sisi ni chombo cha ulinzi, lakini sisi ukituangalia hapa mkoa wa Kigoma ni wachache. Kwa kuzingatia huduma yani jamii tunayohudumia. Hatuwezi kufika mara popote kwa muda sahihi. Kwa hiyo ndio maana tunajitahidi kushirikisha wananchi ili swala hili la ulinzi tushirikiane wote kwa pamoja. Lakini vile vile wayajue madhara ya kumwajiri mhamiaji haramu au kuishi naye kinyume na utaratibu. Na tumeshasema, tuliainisha kwamba madhara ya kumhifadhi mhamiaji haramu na sheria sasa hivi, na sheria yetu inaangalia wote wawili, mgeni na aliyemhifadhi. Kiangalia kifungu 47(2) Migration Act. Tukimkamata mhamiaji haramu, umemhifadhi au anafanya kazi, na wewe uliyemhifadhi, sheria inaenda na wote wawili. Ambaye sheria inasema ni faini isiyozidi isiyopungua 500,000 au kifungo kisichozidi miaka 3 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo hili tunalisimamia. Sasa tutakuwa katika ukamataji tunakamata kwa kufuata sheria. Sasa ndio maana tunaona kwamba kabla hatujafika hapo, tuanze na elimu kwa wananchi, wajue madhara haya ili tuweze kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Na ndio maana hapa nilipo ni mjue jirani yako. Kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wananchi wetu, na lengo ni kuhakikisha kwamba sisi hatuchukii wageni na hatuzui wageni kuingia. Tunachosema ni kwamba wageni waingie kwa utaratibu na wafanyishe kazi na waishi nao katika mitaa kwa utaratibu. Lakini kuna hii kauli mbiu ya elimu kwa umma na uhamiaji kata ambayo tunaiendeleza. Hata najuzi nilikuwa Kidawe, mliona. Tuna kila kata tunahakikisha kwamba tunafika kila kata. Tunataka kumaisha mawasiliano ngazi ya kata ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya kiuhamiaji. Lakini wananchi pale wanapokuwa na tatizo la kiuhamiaji wafanyeje, mbali na kupiga simu mpaka kila mtu aje ofisini, waweza kupiga simu. Lakini na kujibu changamoto zinazowakabili. Lakini vile vile kuwapelekea elimu na kuwaonyesha kazi zetu tunazofanya uhamiaji, kazi zetu ni nini, ni aina ya vibali gani tunavitoa, namna ya kupata huduma hiyo. Lakini vile vile katika hii swala la uhamiaji kata tunasogeza elimu yetu kwa nini? Tuna uhamiaji anakuwa sehemu ya kata. Hata ile kamati tendaji ya kata, uhamiaji anakuwa sehemu ya kata. Lengo ni kuhakikisha kwamba anajibu changamoto za uhamiaji, anajibu kero za uhamiaji na kutoa elimu katika kwa upande wa uhamiaji pale maswali yote yanayohusu uhamiaji ngazi ya kata. Na ndio maana tumeshaweka mawasiliano sisi uhamiaji, kila afisa uhamiaji, kuna wengine wanakata 1, wengine wanakata 2, wengine wanakata 3. Lengo ni kuimarisha mawasiliano na wananchi wanapopata tatizo la kiuhamiaji wawe ndani yani kwa haraka waweze kuwasiliana na afisa anayehusika na kupata rekodi. Tumepeleka vitabu kila kata ili tuweze kupata rekodi kupitia watendaji kila mtaa, aina ya wageni wanaoingia, wanakaa muda gani,
na muda na wanaondoka muda gani. Kwa hiyo tunapata rekodi ya wageni wanaoingia na kuishi katika mitaa yetu. Kwa hiyo ndio hiyo elimu kwa umma katika ndio hiyo ndio hiyo thima ya mjue jirani yako na uhamiaji kata. Lakini pia kwa mwaka huu tumepanga kuangalia kuimarisha vizuizi vyetu vya barabarani. Vimekuwa vikiwepo, lakini sasa tunaviimarisha. Ndio maana kwa kuangalia mkoa wa Kigoma, kizuizi cha Kazegunga kitakuwa lazima ito kinakuwa permanent. Kuna kizuizi cha Mwandiga, Simbo pale. Tumeimarisha ofisi yetu pale stendi ya Masanga, stendi ya mkoa pale Masanga, lakini na ukaguzi wa gari moshi train. Kwa hiyo tunaimarisha vizuizi vyetu vya barabarani ili kuhakikisha kwamba hivi vyombo vya moto vinavyoingia na kutoka ndani ya mkoa wa Kigoma vinakaguliwa. Lakini unajua mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao uko pembezoni hapa. Wahamiaji wengi tunaokuta katika mikoa mingine, ukija kufanya hii nini, kufanya mahojiano, wengi wanaanzia mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo sisi tukiwa vizuri katika kuzuia, tukiwa vizuri katika usimamizi wa vyombo vya moto, tutapunguza uingiaji na usambazaji wa wageni katika mikoa mingine. Kwa hiyo tunaimarisha vizuizi vyetu, na tunakoelekea sasa tuna mpango kuwa 24 hours, masaa 24. Tofauti na masaa 12. 24 hours tuko barabarani. Kwa hiyo lazima hakikishe kwamba wananchi wanaosafiri lazima hakikishe kwamba si lazima, lakini ni vizuri uwe na kitambulisho kinachokutambulisha. Hivi tunakutana na maafisa wetu wasitumie muda mrefu, kwa sababu na sisi ukaguzi wetu not more, tunasema gari isizidi dakika 5. Naona lengo ni kuhakikisha kwamba hao wageni wasiofuata utaratibu tuwadhibitie hapa na wasisambae. So unajua Warundi wana tabia kusambaa, kishapata kaupenyo tamkuta Zanzibar kwenye mashamba ya miwa kule Mtibu, Morogoro kule. Kwa hiyo tutaimarisha vizuizi vyetu vya barabarani, tuhakikisha kwamba tunadhibiti hawa wageni. Lakini vile vile tutaendeleza na misako kama kawaida. Misako, doria na ukamataji kama kawaida tunaboresha. Kwa takwimu hizi nimeonyesha kwamba hao wote 5,881 wako kwenye jamii. Wako kwenye jamii, ukienda kwenye mashamba, ukienda kule Kigamboni kwenye nini, kuna kokoto kule, uchembuaji wa kokoto, wako kwenye jamii. Kwa hiyo tutaimarisha doria na misako katika mashamba, maeneo ya mashamba hapa mkoani, ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Tutaimarisha misako kwenye mahoteli, tutaimarisha misako barabarani, tutaimarisha misako maeneo yote